Baada ya ujui roho ni nani? Unaposema roho ni mwalimu wako. Hata ujui roho huyo roho unazungumzia umjui ni nani? Na huwezi fundishika katika roho. Unafundishwa ukuaji wako na ufahamu wako umewekwa kwa watu. Haleluya. Roho yuko ndani ya watu. Roho yuko ndani yako. Roho yuko ndani yako, usisahau hicho. Yaani iko hivi. Roho anakufundisha kupitia watu. Maana anakaa ndani ya watu. So ukikataa watu, umekataa huyo roho. Hauwezi fundishwa. Na huwezi fundishwa na huyo roho. Ati unafundishwa usiku kwa ndoto. Unafundishwa na watu. Kupitia huyo roho. Huyo roho ambayo uko naye ambaye unasema ni mwalimu wako, anakufundisha kupitia watu. Maana anapo input that message to the people, then the people release it unto you. Then unaipokea. Hallelujah. Na unakuwa sharpened to your mind without wasting time. Sasa bila hata kupoteza muda sana, twende direct kwa maandiko. Somea Genesis 1:1. Genesis 1:1. Bila hata kupoteza muda. Maana hata I think tumeweka at least kama msingi kidogo. Kwa hiyo Mwanzo 1:1. Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Simple tu. Anasema hapo mwanzo Mungu alifanya nini? Aliziumba mbingu na nchi. Without hata kuenda ndipo ama before niongee. Alifanya nini? Aliziumba mbingu na nchi. Aliziumba. Alikuwa wapi akiziumba? Amesema hapo mwanzo Mungu aliziumba nini? Mbingu na nchi. Alafu yet at the same time unasikia mtu anasema Mungu anaishi mbinguni. Sasa na yeye ndiye aliziumba, alikuwa wapi? Maana wewe siumba kitu ambacho uko ndani tayari. Yes. That's why you can build a house while you are inside it. You build a house while you are outside it. Then baada ya kuumba basi ndio utaingia. So haina maana ulikuwa wapi ukiumba hiyo ukijenga hiyo nyumba. Wow, good. Where were you? So where he was. Because anasema in the beginning. Mwanzo. Anasema in the beginning. As a result of King James. In the beginning God created the heaven and the earth. Unasikia anasema mbingu ambazo tunasikia Mungu anaishi sasa, na hapo mwanzo ndiye aliumba. Mwanzo gani? So anapozungumza kuhusu mwanzo, anaposema the phrase in the beginning. Hiyo tu unaona hiyo ka phrase hapo mwanzo. Hiyo tu hapo mwanzo in the beginning in a connotes the commencement of time. Yani the phrase in the beginning connotes the commencement of time. Yani inaonyesha mwanzo wa time, yani wa muda. Inaleta mwanzo wa muda sasa. Tuelewe. Ina connote the commencement of time. The commencement of time would bring about the existence of matter. Then matter would bring about in distance. Kizungu inachanganya. The phrase in the beginning connotes the commencement of time. Yani inaonyesha mwanzo, yani ama uanzilishi wa muda. Hallelujah. Then hiyo uanzilishi wa muda unaleta kitu ambacho kina exist. Yani kitu ambacho kina existence. Existence ni kama kitu ambacho kinakuwepo, yani inaleta kitu ambacho baada ya muda ndio kinaleta kitu ambacho kimekuwa hapo. Then yule muda ile kuleta hiyo nini inaleta excess of matter, then matter ina bring distance. If God created the heavens, tatu tunaendelea. If God created the heavens and the earth in the beginning. Kama Mungu aliumba mbingu na nchi mwanzo. Mwanzo of time, because tumesema ni commencement of time. Kama Mungu aliumba mbingu na nchi mwanzo wa muda. Kabla, yani mwanzoni wa muda. Nasema hivi, if God created the heavens and the earth in the beginning of time, that means God exists out of time. Hallelujah. Sema hivi. If God created the heavens and the earth
if God created the heavens and the earth in the beginning of time, kama Mungu aliumba mbingu na nchi mwanzoni mwa muda of time, that means God exists outside what? Time. Hallelujah. Mungu aishi kwa muda, yani awekei muda wa kuishi, kwamba eti alipotengeneza mbingu ndiye alianza kuishi, alipoumba vitu yeye ndiye alianza kuishi. Hallelujah. So he is out of time. God exists out of time. Heaven and earth exist in time. So Mungu yeye anaishi out of time, but heaven and earth exist in what? In time. Ngoma moja. Exist in time because they were both created in time. Hallelujah. So hizi zote kwamba mbingu na nchi zinaishi, yani zinaonekana katika muda, ama zili come up with the time. So zina exist. Yani kuonekana kwamba kundumu kwao ni katika muda. Hallelujah. Na ndio nasema kwamba mbingu na nchi zitaisha, zitapita, lakini neno la Mungu litabaki nini? Kwa limesimama vile. So hizi kwa nini zitaisha? Because they are limited in time. Their existence is in time. Hallelujah. Hata hiyo tunataka tuelewe. So hii katika muda, zimewekwa katika muda na zinaonekana katika muda, zinaonekana katika muda. Hallelujah. Na because of that now heaven and earth exist in time because they were both created in time. Sote ziliumbwa katika muda. Hallelujah. Ziliumbwa katika muda. Na mwenye ambaye aliumba katika muda, yeye hayuko katika nini? Katika muda. His existence. The creator of heaven and earth, his existence is not in time. It is outside time. Hallelujah. Basi uelewe kitu hapa. Kama ziliumbwa kwa tu. How then does God, who exists outside time, live in a heaven that was created in time? That's the question. Basi kama tumesema kwamba Mungu yeye katika kuishi kwake, katika yani asili yake aishi katika muda. Tumesema he exists outside time. Heaven and earth exist in time because they were both created in time. How then, that is the question, how then does a God who exists outside time live in a heaven that was created in time? How? Yeah? How then does a God who exists outside time live in a heaven that was created in time? Hiyo ndio tuacha tunafaa kuuliza. Itakuaje basi Mungu ambaye anaishi bila muda, yani anaishi bila muda, atakaa kwa kitu ambacho kiliumbwa kwa muda? Itakuaje? Because he himself exists outside time. Then heaven and earth was created in time. Then how does God can live in something that was created in time, yet he lives outside time? Hiyo ndio question. Mtu muulize swali kama hiyo. Lakini sababu wengi wamekataa ufahamu. Ukimpata hapo, akikujibu hapo, atakwama, atakwambia nipe muda nitakuletea maji. Utamuona tena. Believe me or not. Maana Mungu angekuwa in time angekuwa anakufa. Yes, kama angekuwa anakufa. Yeye haishi kwa muda. Na ndio sasa hizi heaven and earth ndio maandiko yanasema, ukisoma sio Mathayo pale mahali nasema heaven and earth shall pass. Sitaishi, sitapita. Lakini leo Mungu litadumu milele hata milele. So tumalize hiyo ndio swali tumalize. Najua watu wanaamini hivyo kwa sababu hata ukiangalia watu wengi si unajua Yesu hao anafufuka hii Kristo. So anasaliwa. I think anasaliwa. Ni mwaka sasa anasaliwa. Then akishazaliwa sio ni mwezi wa 4 anafufuka ngama. Ni mwezi wa 4. Hiyo inakuanga Pasaka. Anakufa then anafufuka. Hata akaiba galati alafu akamaliza 2 miezi fulani hivi anafufuka. Wanasherehekea Pasaka. Sasa nauliza kitu ya kwanza. Kama Mungu aishi kwa muda, itakuaje aishi kwa kitu ambacho kiliumbwa kwa muda? Kikiisha baadhi hata yeye ataisha. Kama unataka. Hiyo ndio maswali. Alafu kitu ya pili. Secondly, one cannot build a house living in it. One cannot build a house while living in it.
one must be outside the house. Sorry? One cannot be in the house while living in it. One must be outside a house when building it. Mtu hawezi kuishi kwa nyumba anapoijenga. Tulisema hata hiyo by the way. Mtu hawezi ishi kwa nyumba anapoijenga. Ni lazima mtu akue nje ya nyumba ili aijenge. Anapoijenga. Unaona nyumba kama hii, mwenyewe alipoijenga hakuwa ndani. Alikuwa ndani ya nini? Kwani alikuwa ndani wapi? It was just maybe na plan. Hiyo plan yangeweza kukaa ndani. Lazima angedhihirisha ile plan. Maana yeye ni mwanadamu. So kama Mungu unataka kusema alikuwa hivyo. Ilikuwaje? Aishi kwa kitu ambacho hajakijenga. Yeah. If then God made the heavens and the earth in the beginning, where was he before creating the heavens? Hiyo ni swali. Basi kama Mungu aliumba mbingu na nchi. Sema hivi. If then God made the heavens and the earth on the beginning, ama in the beginning. Kama Mungu aliumba mbingu na nchi hapo mwanzo. In the beginning. Where was he before creating the heavens? Alikuwa wapi kabla aumbe hiyo mbingu? Alikuwa wapi? Alikuwa kwa kitu ambacho alikuwa kimeumba. Alikuwa kwa kitu ambacho bado hajaumba. Alikuwa wapi? Muulize swali. Where was before the heavens, the creating the heavens? He couldn't be in heaven while creating it. He couldn't be in heaven while creating it. Angeweza kuwa ndani ya mbingu anapofanya nini? Anapojenga. Sawa? Let's see some more scripture. Hebu tuangalie Ephesians 4:8-10. Tutasomea Waefeso 4:8 hadi 10. Waefeso 4:8 hadi 10. Anasema hivi. Hivi usema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka kwenda pande zilizo chini ya nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Kuna kitu umepata hapo? Verse 10 anasema naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili mbingu zote, hivyo tu, mbingu zote. Hiyo ndio kitu ambacho tunaona hapa, mbingu zote. Anasema he that descended is the same also that ascended up from above all heavens. All heavens. It means there are many heavens. Wanajaribu kusema kuna mbingu mingi. So hapa sasa tunataka kuona tuseme hivi, some have said take note of the word all. Unaona, kwa hiyo tumesoma hiyo verse 10. Uchukulie maanani hiyo zote. Hiyo sijina zote. Zote inaonyesha wingi. Sawa? Kwa Kiswahili. All. Take note of that word all. Some have said that there are 3 heavens. Kuna wengine wanasema kuna mbingu ngapi? 3. Others say there are 7 heavens. Wengine wanasema hata kuna 7. Na mimi nasema kuambia hivi. Na ama ujue hivi. Whether 3, 7, 20 ama million heavens, God is far above them all. Yaani sikuwe ngapi? Because amesema heavens or above, anasema far above. Hii jina yenyewe inasema far above. Ukisoma kwa Kiswahili, kwa Kizungu, kwa King James inasema far above all.
far above all. So he is above all. Yani he is far above all. It can be 7, it can be 3, it can be 10, it can be million. He is far above all. Yani yako zaidi ya hizo zote. Acha na vile unasiona, unajua watu wanaanza kusema eti tufikie mbingu siku ya 3. Si tuombe tufike siku mbingu ya ngapi? Hiyo ni sarakazi. Yaani unaona kama ni mahali mapendekezo. It's just a place. Unaona? Lakini sasa kile ambacho unahitaji ujue, whether ni 3 vile wanasema 7 na whatever, God is far above them all. Unasikia? Mungu ni mbali. Kwa nini? Saburi 113:4 Saburi. Psalms 113:4. Psalms 113:4. Hata hapo utaona inazungumza kuhusu more ama zote. Nasema Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote. Na utukufu wake ni juu ya mbingu. Kuna wingi wa mbingu kwa Kiswahili. Mbingu ni kwa Kiswahili si kama haina mbingu, haina wingi. Kuna mambingu. Akisema King James. King James ndio iko na plural. King James itakuwa na plural. That 113:4. Psalms 113:4. Anasema hivi. The Lord is high above all nations and his glory is above the heavens. Hiyo inaleta plural. So take note again, the word heavens is in plural form. No matter what you think heaven is and how many they are, God is far above them all. Take note again, the word heavens. Maana hiyo ndio unafaa. Take note again, the word heavens. The word heavens. It quotes. Maana ni kitu ambacho unaona is in plural. No matter what you think heaven is. Hata vile ambavyo unafikiria mbingu inakaa. Yaani wengine unaona kwamba imepambwa. Yaani my friend, hata kama unaona vile unafikiria inakaa. Yaani no matter what you think mbingu is. Haujawahi kusikia mtu akikuelezea mbingu vile inakaa wewe? Ni kama amayole. Yaani anaelezea more than White State House. Yaani unaona ya Amerika, ikulu ya Amerika. Unajua in the world I think it is the best one. Vile imeundwa. White House. Achana hizi zingine hizi za kina hapa kwetu hapa Nairobi na huko Kisumu na huko kwingine. Achana hizi. So kuna White House. Sasa anakuelezea, yani anachukua hiyo picha. Yaani anaonyesha vile Mungu anakaa mahali kunakaa, yaani kumetengenezwa, yaani anaonyesha yani. Ndio sababu anafika hata mahali anakuambia hapana. Kanisa inahitaji kupambwa, maana ni makao ya Mungu. Kupamba kwetu kanisa haina maana kwamba Mungu anaishi hapo. Tunapamba kanisa letu kwa sababu tunakusanyikia hapo na tunataka kukue mahali pazuri. Haleluya. Jinsi ambavyo unavyopamba nyumba yako, si kwamba tunapamba kwa sababu Mungu anaishi hapa. Tunaipamba ili ionekane nzuri. Hata Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Yes. So si ati kwamba alizaliwa kwa hori la ng'ombe, mahali pachafu kabisa. Haleluya. Ya msingi wanaabudu pale. Yes. Wanaabudu pale. So kutengeneza kwetu kanisa na kuweka vile ambavyo tunavyoiweka haina maana kwamba tunaweka hivyo ili Mungu apendezwe na mahali pale. Unajua watu wengine wanachukua picha kwamba eti wanatengeneza madhabahu mpaka hata yani wameweka sui kama springs hiyo wanafanya nini ili Mungu apendezwe na madhabahu. Alafu unasema ni mahali patakatifu. There is no holiness in that place. Hallelujah. Amen. Jesus. Na my friend, kutengeneza kwako tengeneza tu kwa raha zako. Kwa kupenda kwako. Chizi, kwani ukitengeneza nyumba yako ziko nzuri. Ndio sababu tuwe mpaka tuwe mtu anakuja kanisani kama nabii. Alafu anakuja kusema kwamba Mungu ananifunulia kwamba hapendezwi na vile hii nyumba inakaa.
hii nyumba inakaa kwenu mmepamba, kwake hamjapamba. Hii si nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ni sisi. Nyumba ya Mungu ni sisi. So already you have the idea where God is. You have the idea where God lives. Kabla hata tufike huko. Mchungaji hata ametoboa siri kitambo. Hata hajatoboa siri kama uko sensitive. Hata kabla hata nifike mahali Mungu anaishi. Hajatoboa siri. So kama ulikuwa mwafuatilia hata tukimalizia hapo. You have the knowledge. Nafurahia kitu. Wakati wote mbingu inatajwa. Watu wakosi. Hii yenye tumesoma, hebu nisoma hapa usikie vile nasema. Hiyo 1:13 inasema kuanzia 1. Haleluya enyi watumishi wa Bwana. Lazima uhusisha watu. Lazima. Hatachi mbingu bila watu kutajwa. Haya, lisifuni jina la Bwana. So kumbe ni unabii huu jamani. Wewe ni unabii. Jina la Bwana kwa sababu ni unabii kwa unaposema jina la Bwana tunaelewa kwa kile kitafanyika kwa Kristo. So jina la Bwana lihimidiwe tangu leo na hata milele. Sikia, toka mawio ya jua hata machweo yake, jina la Bwana usifiwe. Anaendelea, Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote. Ametaja watu ya mataifa yote, na utukufu wake ni juu ya mbingu. So mbingu manake anazungumzia kuhusu viumbe vipya. Kila kitafanyika kwa kusaliwa. Hebu sasa nafurahia hapo mbele. Ni nani aliye mfano wa Bwana? Mungu wetu aketie juu. Anyenyekeaye kutazama mbinguni na duniani. Mungu ananyenyekea kumbe kutazama mbinguni. So kumbe hakuwa mbinguni. Alinyenyekea kutazama mbinguni. Kuchungulia. So hakuwa mbinguni. Amenyenyekea sana. Kama utampata mbinguni, ujue amenyenyekea. Amenyenyekea zaidi kupatikana mbinguni. Daudi ni mwema. Alikuwa sawa kabisa. Yaani kumbe Mungu ukimpata mbinguni amenyenyekea. Haleluya. Na yeye anasema kwamba alichungulia. Mimi ningakuwa mahali pale unaweza hizo ukichungulia. Hebu hata ukingogol uone ulize au sit look itakuletea unachungulia au uko ndani yake. Sasa ama mfano simbai kuona mahali kuna vile ambavyo unaweza chungulia mahali lakini si kwamba uko ndani. Sasa yeye ndivyo anafanya. Na kama utafika, yes. Kuna kitu kizuri hapa, sikia. Hapa tumeambiwa kwamba ananyenyekea kuchungulia. Hebu sikia Paulo anasemaje kwa Filipi. Wa Filipi 2 kuanzia 6. Anasema ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza. Chenye Daudi anasema kule kwamba ananyenyekea kuchungulia. Kumbe yeye kuja hapa duniani ni kunyenyekea sana. Ndio haingie ndani ya mtu. Kufa na kufufuka, kunyenyekea kwa jambo. Hallelujah. Inaingia vizuri. So I think utakuwa na another level of understanding kuhusu pingu ambayo watu wanazungumzia kwamba Mungu anaishi. Hallelujah. So far by the way, so far. Hallelujah. There's no one can convince you that God lives in heaven. Hata ambao unaona pale. Uko juu mbinguni huko. Hata so ndio ulikuwa nimesema hivi, no matter what you think heaven is and how many they are, God is far above them all. Ndio nakuja anaangalia hivi. Sema. Hata tuseme mfano ameenda kwa mtu fulani. Alialikwa kwa mtu fulani. Nani ulipomwalika akaona vile kwako kumepambwa vizuri. Alafu anakuja sasa mimi ni muunduma ama hata si muunduma lakini hicho kitu lazima atakisema katika maombi. Wakati ambapo watu wanaingia kwa maombi
Yeye atajikaza ingie kwa unabii, kwa kuibakasha ile. Alafu sasa akiingia kwa unabii aseme naonyesho roho anasema apendezi na malapa. Hii nyumba zenu my friend anaanza kuruka nyumba zenu tu ameenda kwako akakuta iko safi. Sasa anajaribu kusema kwamba apendezi na hapa juu. Kunafaa kuona anasema kumfanye fanyeni jambo kwa ajili ya nyumba yake. Already sisi ndio nyumba yake na amefanya jambo na tushafanya jambo ku renew our mind kumjua. Hallelujah. Na kujua kazi ambayo amefanya kwa. So already we have already done something kwa nyumba yake. Hallelujah. Yaani anaruka hivyo na tunasikia tunaanza kutetemeka. Alafu sasa mchungaji naye anasimama ana second that point anasema yes. Umesikia unabii. Unakuwa waamini sana. Unataka kutoa. Angalia sahi. Angalia hata hakuna curtains. Angalieni chini hapo. Angalia. Talaaniwa. Laana ya Mungu itawakalia. Hilo tutaanza my friend hata ukitimendeki watu. Sasa hiyo pesa itabidi utoe zenye hata itabidi tu utoe hata ukalale jaja mimi. Sasa ndio taya asiweke. Ndio mweke taya. Ndio hata makanisa mengi ukienda saa hii vile tunaongea hivi. Utakuta madhabahu peke yake ndio iko na tiles. Huku kwingine hata hakuna kitu kwa sababu ndio wanajua hapa ndio Mungu anakaa hapo kwa madhabahu. Sasa wengine wamefika tu understand wanasema Mungu kwa hiyo kanisa nzima akai kwa wote. Yaani yule ambaye anakaa hapa, yaani wewe unaona you are very privileged kusimama mahali Mungu anakaa. Yaani unaporuhusiwa kusimama mbele ya madhabahu, hata kama ni katika yaani mtu ata make sure ametoa hata ushuhuda asimame kwa madhabahu hadi Mungu anakaa. Maana ameambiwa kwamba Mungu akai wapi? Kwa hii nyumba anakaa wapi? Kwa madhabahu. Ameambiwa. Sasa maana ameambiwa madhabahu. Yaani imagine vile ambavyo tumekaa hivi, sasa mimi hapa ndio Mungu wako. Yaani nyinyi hapo, wale ambao mko Mungu hayuko. These people are very funny. Yaani wameenda to understand that imagine yaani nyumba moja tu lakini place ndio Mungu wako. Yet he is omnipresent. Yes. Alafu kwa madhabahu yao bishop ndio wanakaa pale. Yes, ndio hiyo. Yaani imagine tuende mfano hii ndio hasa tuseme hii ni madhabahu yao. Nyuma yako mabishopu wamekaa. Hebu niambia umealikwa umesimama mbele na wakuja hawako mbali sana. Wewe umesimama mbele unahubiri. Unajua ukihubiri kila ambacho hawajataka ni rahisi kukukusa tu pole pole. Acha hiyo. Angalia unasikumta. They are far from the knowledge of the truth. Hallelujah. Yesu akasema Mfarisayo anapenda kaa viti vya mbele. Viti za mbele, muonekane mbele. Muonekane mbele. So they are Pharisees. Whoever doing this is by the way unajua hata tulisema tena. Farisayo kumjua ni rahisi. Sasa wewe ambao unasikia wewe jua kama wewe ni Farisayo. Sasa tumeona hivyo kwamba whatever no matter what you think, what the picture you have about heaven, how it looks like, God is not living there. So the question is, as a topic hivyo hapa ama swali, who then is in heaven? Who then is in heaven? Who then is in heaven? Yeah? Maana tumesema kwamba tangia tuanze, nimekuja tukaona hata mbingu ni wanasema ni mingi kulingana na maandiko vile wanavyotafsiri nini. Lakini nikakwambia kwamba no matter what you think heaven look like all is in a kazi ama ni ngapi, God is not living there. Is above them all. So the question is, I don't know, a subtopic, yani who then is in heaven? Sasa nani basi yako mbinguni? Basi mtawambia Mungu hayuko mbinguni. Nani basi yako mbinguni? All who lives in it. Nani anaishi huko? Mbinguni. Kama si Mungu. Kama si Mungu anaishi huko basi ni nani anaishi? Tuseme hivi.
Again, saying God is in heaven is not entirely wrong in sense. Unaona kusema Mungu sijui anakaa mbinguni nini si entirely wrong. Mimi nasema hivi, I will sasa tunataka ku-explain kwa nini nasema is not entirely. So tuseme hivi, because yani kumbuka hiyo nimesema kwamba is not entirely saying God lives in heaven is not entirely wrong to say God is in heaven. How is God in heaven? Swali. Mungu basi ako mbinguni aje? Ukumbuke kuna mahali tusema, unakumbuka kuna mahali tulisema, nimesema sasa hapo nimesema hivyo kwamba it's not entirely lives in heaven. So how is God in heaven? Kivipi Mungu ako mbinguni? Recall also that I said, ama kile ambacho nilisema kwamba that heaven was not made for who? For God, but for man. Hiyo ndio kitu tunataka sasa, maana tunataka kuangalia nani anakaa mbinguni. Na kama Mungu ni kwa njia gani ama kivipi? How then God lives in heaven? For kivipi Mungu ataishi mbinguni kama atakuja kuishi? Tunaweza tukasema hivi.